Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi bwana michezo? Karibu sana tuweze kujuzana zile taarifa zote za kimichezo zilizojiri kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini pia na zile ambazo zinatarajiwa kujiri kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, na zile ambazo pia zimekwisha kujiri kutoka katika mipaka yote ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa kubwa katika upande wa kimichezo kutoka nje ya mipaka ya Tanzania ni juu ya kiungo ambaye amekuwa na dhurumai ama amekuwa na wakati mbaya ndani ya kikosi cha chini ya kocha Ruben Amorim, ni klabu ya Manchester United. Huyu ni kiungo Kobbie Mainoo, ambapo bado yupo njia panda. Wapi tunasema ni wapi panamfaa sasa aweze kuelekea baada ya kuweza kutoa Manchester United, lakini bado hajapata wakati ama ile 100% ya kuweza kuanza katika kikosi cha kwanza chini ya kocha Ruben Amorim. Kiungo wa boli mkata umeme Kobbie Mainoo mwenye umri wa miaka 20 anaweza kuondoka ndani ya klabu ya Manchester United katika dirisha la usajili lijalo kwa Januari 2026 baada ya kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara chini ya kocha Ruben Amorim ndani ya kikosi cha mashetani wekundu. Hawa ni Manchester United. Kobbie Mainoo bado mpaka hivi sasa hajacheza mechi yoyote ya ligi kuu ya England kule, kwa maana ndani ya Manchester United hajaanza mechi yoyote ama kupewa nafasi ya kucheza nafasi yoyote, na mbali na hivyo ameingia kama mchezaji wa akiba mara 11 ndani ya kikosi cha Ruben Amorim. Lakini ilikuwa ni siku ya Jumatatu Disemba 15 ambapo kaka wa Kobbie, kiungo Kobbie Mainoo alionekana akiwepo katika mechi ya dhidi ya Bournemouth, ambapo alionekana akiwa amevaa jezi ambayo ilikuwa imeandikwa free Kobbie Mainoo. Lakini kocha wa Manchester United Ruben Amorim ameendelea kuwategemea Bruno Fernandes na Casemiro, huku akisema Kobbie Mainoo anapaswa kujifunza zaidi kutoka kwa kina Casemiro ili kuongeza ushawishi wa yeye kuweza kumtumia kwenye kikosi cha kwanza cha Manchester United. Lakini mbali na hivyo, Kobbie Mainoo baada ya kuwepo njia panda, kumetoka taarifa mbalimbali katika vyanzo mbalimbali vya kimichezo kutoka katika kule ligi 1 ama Serie A kule Italia, ambapo klabu ya Napoli pia ni miongoni mwa klabu ambazo zimeweza kutajwa ama zimeonekana zikitarajia ama zikionyesha nia kuweza kumtaka kiungo huyu Kobbie Mainoo, na pia anaweza kuungana tena na Scott McTominay ambaye anaendelea kufanya vizuri ndani ya ligi ya kule Serie A, kwa maana kule Italia, moja kati ya ligi ambayo wachezaji wengi sana ambao wamecheza England, wengi wao wameamua kwenda kucheza soka la kulipwa katika ligi kuu ya Serie A, kwa maana kule Italia. Hivyo ndivyo ambavyo kinachoendelea ndani ya kikosi cha Manchester United juu ya kiungo Kobbie Mainoo, ambapo paka hivi sasa yupo njia pana, hajui wapi anaelekea, na masuala yamekuja, je, ni wapi panamfaa dogo, kwa sababu klabu mbalimbali pia zimeonyesha nia kumtaka, ikiwepo ni Real Madrid, Chelsea pamoja na Bayern Munich. Lakini yote kwa yote, klabu ya Napoli ni miongoni pia mwa klabu ambazo zinapewa 1% kubwa zinazomtaka Kobbie Mainoo, na anaweza kuungana tena na Scott McTominay ambaye anaendelea kufanya vizuri kucheza kule katika Serie A, kwa maana ligi kuu kule nchini Italia. Je, nini mwafaka wa Kobbie Mainoo? Je, ataendelea kubaki Manchester United kwa vile ambavyo taarifa zinavyosema kwamba huenda akaondoka Manchester United katika dirisha la usajili la Januari 26 baada ya kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara chini ya kocha Ruben Amorim wa Manchester United, na mpaka hivi leo hajaanza kucheza mechi yoyote ya ligi kuu soka kwa maana kule nchini England, na ameingia kama mchezaji wa akiba kwa maana ya sabu zaidi ya mara 11. Tuwekee maoni yako chini ya video. Maoni yako ni yapi? Tuwekee maoni yako chini ya video. Mimi naitwa Official Moto Msamaji. Hii ni Niako TV. Usiache kusubscribe wa channel, pia tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Tunasema habari yako ni habari yetu.